Wito umetolewa kwa viongozi kukumbatia elimu na maadili mema kama njia mwafaka kuendeleza taifa hili. Akizungumza hayo katika chuo kikuu cha Sagana katika hafla ya kutuzwa wasomi ambapo aliyekuwa waziri marehemu John Kina alitambuliwa kwa mchango wake, mwanawe Daktari Bernard Kina alidokeza kwamba Kenya imerudi nyuma katika suala la maadili. Daktari Kina akitaka jamii ya Wamaasai kuendelea kukumbatia elimu, akisisitiza kwamba hiyo ni njia pekee ya kuleta usawa baina ya wamaskini na matajiri. Wasomi kutoka jamii hiyo pia walipiga upatu elimu kwa watoto wa jinsia zote za Wamaasai. Tumekuwa recognized kama wale ambayo wanachangia kusaidia Kenya, humanity na pia maendeleo katika nchi hii ya Kenya. Nikiwa nasimamia Museum of Heritage, inakuwa not just a repository of artifacts, but it's a center of development, it's a center of policy, it's a center of research, na ni mahali ambapo tunazungumza na watu wakisoma corruption inaisha katika nchi, na watu wakisoma maendeleo itasidi katika nchi. Kwa hivyo nataka kuhimiza viongozi wa Kajiado wahimishe sana elimu, kwa sababu elimu ndio chanzo nzuri ya kila kitu katika waongozi wengine wote nchini Kenya. Tunawahisi muangalie mfano kwamba unaweza fanya kazi yako na mwishowe watu wenyewe, raia wenyewe, watu ambao wako nchini waone ile kazi mzuri unayo na wakukumbuke na wakufaidishe. Kwa jamii ya Maa kunaonekana watu wamesoma na wanataka masomo. Kwa hivyo kutoka hata yule wa kiwango cha chini, viongozi waingie shuleni wasome ndio waweze kuongoza vizuri. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo ndipo nakamilisha taarifa zetu za KTN leo wikendi Jumapili ya leo. Jina langu ni Sam Amani, mwenzangu kwa lugha ishara ni Philip Omonde. Usiku mwema na kuacha na utabiri wa hali ya hewa hapo kesho.